Bwana, leo nimwaletea bonge moja la dude. Naomba unitegee macho yako pamoja na masikio. Pia vile vile usituliza mbichwa kitu kiingie. Yaani nimwaletea bonge la dude. Hebu twende sawa. Give me the lamp. The devil you do here. Harry Potter back here. Dobby must do it. Disi inaanza wakati Harry Potter anarudi kwa familia ya Dursley kwa likizo ya kiangazi. Maisha yake huko hayakuwa mazuri hata kidogo, kwa sababu alikuwa akichukiwa vibaya sana na mjomba wake, shangazi na binamu yake. Wakati Harry Potter alikuwa amekosa hamu kabisa ya kurudi kwenye maisha yao ya kawaida, ghafla anatembelewa na kiumbe wa ajabu anaitwa Dobby. Dobby ni elfu wa nyumbani ambaye anakuja na onyo la kutisha. Anamwambia Harry Potter asirudi Hogwarts kwa sababu hatari kubwa inamsubiri huko. Wakati Harry Potter anakataa kusikiliza onyo hilo, jambo ambalo linamfanya Dobby kujaribu kumzuia kwa kila njia. Baada ya matatizo kadhaa nyumbani kwa kina Dursley, Harry anaokolewa na marafiki zake Ron na Weasley na mapacha wake kwa kutumia gari linaloruka. Wanampeleka kwenye nyumba ya familia ya Weasley ambapo Harry anapata mapokezi ya upendo ambao hajawahi kuyapata kwa muda mrefu. Baada ya siku chache, wote wanaelekea Hogwarts kwa ajili ya mwaka mpya wa masomo, lakini mambo yanaanza kuwa ya ajabu mapema sana pale Harry na Ron wanaposhindwa kupita kwenye lango la treni ya Hogwarts. Wakiwa hawana njia nyingine, naamua kutumia gari linaloruka na baba yake Ron na kuelekea shuleni kwa njia ya hewani. Safari hiyo inamlazimu kwa ajali ndogo baada ya kugonga mti mkubwa wa kichawi unaoitwa Whomping Willow. Sasa mwaka mpya wa masomo unaanza, lakini Harry anaanza kugundua mambo yasiyo ya kawaida. Kwanza anakutana na mwalimu mpya wa Defense Against the Dark aitwaye Gilderoy Lockhart. Lakini ingawa Lockhart anaonyesha kama ni shujaa mkubwa, Harry na wanafunzi wengine wanaanza kuona kwamba anaonekana kujipenda zaidi kuliko kufundisha. Wakati huo huo, Harry anaanza kusikia sauti za ajabu ukutani ambazo hakuna mtu mwingine yeyote anayeweza kuzisikia sauti hizo. Zinaonekana kumwita na kumuongoza kwenye maeneo ya asili ndani ya shule. Hebu subiri kwanza. Bwana kama bado hujasubscribe, naomba usubscribe. Kama hujashare, naomba ushare. Pia vile vile usikose kucomment. Basi twende sawa. Sasa siku moja wanafunzi wanakutana na ujumbe wa kutisha ulioandikwa ukutani. Ujumbe huu unasema kwamba Chamber of Secrets imefunguliwa tena na kwamba adui wa warisi wa Slytherin atawaadhibu wale wasiofaa kuwepo Hogwarts. Karibu na ujumbe huo kulikuwa na paka wa mlinzi Agatha Finch akiwa amegeuzwa kama jiwe. Hofu inaanza kuenea shule nzima. Hakuna anayeamini nani amefungua secret chamber wala nini hasa kilichoshambulia wanafunzi. Oh, she's been patient. So what he wrote. Hush, Mrs. Norris. Potter. Sasa kadri siku zinavyozidi, wanafunzi wanazidi kushambuliwa, mashambulizi yanazidi kuongezeka. Wanafunzi kadhaa wanapatikana wakiwa wamegeuzwa kama mawe bila kujeruhiwa. Watu wengi wanaanza kumshuku Harry kwa sababu mara nyingi huonekana karibu na maeneo ya washambuliaji. Pia inajulikana kwamba Harry ana uwezo wa kuzungumza na nyoka, uwezo ambao wachawi wengi wanaona kwamba ni wa kutisha. Harry anaanza kuhisi upweke huku wanafunzi wengine wakimuogopa. Sasa wakati wa uchunguzi wao, Harry, Ron na Hermione wanagundua kwamba Chamber of Secrets ilijengwa karne nyingi zilizopita na mmoja wa waanzilishi wa Hogwarts aitwaye Salazar Slytherin. Anaaminika kwamba ndani ya chumba hicho kulikuwa na viumbe hatari ambavyo kinaweza kumdhibiti mtu na wanafunzi wasioweza kuwa wakinyonya damu za watu. Sasa wanafunzi hao wanaamua kutafuta ukweli kabla shule hazijaweza kufungwa. Hermione anakuja na mpango wa kutumia Polyjuice Potion, dawa ya kichawi inaweza kumfanya mtu afanane na mtu mwingine kwa muda mfupi. Baada ya wiki nyingi za maandalizi, Harry na Ron wanabadilisha sura na wanabadilika kabisa na kujifanya wanafunzi wa Slytherin ili kupata habari zaidi. Kutoka kwa Draco Malfoy wanagundua kwamba yeye si mtu anayehusika na mashambulizi hayo, bali mshukiwa wao mkuu ameondolewa kwenye orodha. Mambo yanazidi kuwa mabaya pale ambapo Hermione anapopatikana akiwa amegozwa kama jiwe. Kabla ya kushambuliwa alikuwa amefanikiwa kugundua siri muhimu. Harry na Ron wanapata karatasi iliyokuwa imeachana nyuma. Kutoka kwenye maelezo hayo, wameeleza kwamba kiumbe kinachotoka kwenye Chamber of Secrets ni nyoka mkubwa wa kutisha ambaye anaweza kuua na kumtazama mtu mmoja kwa moja machoni. Wakati huo huo, Harry anagundua daftari la zamani la mwanafunzi aitwaye Tommy Riddle. Daftari hilo linaonekana kuwa na nguvu za ajabu. Harry anaweza kuwasiliana na kumbukumbu za Tommy Riddle na kuona matukio ya zamani. Kupitia kumbukumbu hizo, Harry anaamini kwamba miaka mingi iliyopita Hagrid ndiye aliyofungua Chamber of Secrets, lakini baadaye anaanza kutambua kwamba kuna mambo mengi yaliyofichwa nyuma ya ukweli huo. Hatari inafika kileleni wakati Ginny Weasley, dada yake na Ron, anapotea. Ujumbe mwingine unaonekana ukutani ukitangaza kwamba mwili wake utabaki ndani ya Chamber of Secrets milele. Hofu inatawala Hogwarts na walimu wanaanza kufikiria kufunga shule kabisa. Harry na Ron wanajua kwamba hawana muda wa kupoteza.
Events, these new 6 o'clock every. Wakifuata dalili mbalimbali wanafika kwa Hagrid ambaye kabla hajachukuliwa na Wizara ya Uchawi wanapata kidokezo cha mwisho. Kidokezo hicho kinaongoza hadi kwenye msitu mkubwa ambao wanakutana na buibui wakubwa sana. Kutoka kwao wanagundua kwamba Hagrid hakuwa na hatia na kwamba kiumbe halisi cha Chamber of Secrets ni kitu tofauti kabisa na anachokuwa akifikiria. As you can, I'm afraid. What have I missed? I that you've known all. Hatimaye Harry na Ron wanafanikiwa kugundua mahali pa kuingia Chamber of Secrets. Wanaingia ndani ya njia za siri chini ya shule. Njiani wanatenganishwa, lakini Harry analazimika kuendelea peke yake. Anapofika mwisho, anakutana na jini akiwa amepoteza fahamu na karibu kufa. Hapo ndipo ukweli wote unafichuka. Tom Riddle anaonekana mbele ya Harry na kueleza kwamba yeye ndiye alikuwa akimtumia jini kufungua Chamber of Secrets. Pia anafichua siri kubwa zaidi. Tom Riddle si mwanafunzi wa kawaida wa zamani. Yeye ni toleo la ujana la wachawi weusi ambaye baadaye alikuja kujulikana kama Lord Voldemort. Kupitia daftari lake alikuwa akijaribu kurejesha nguvu zake kwa kutumia maisha ya jini. My filth out of this castle by the Never be gone. Not a... So this is what Dumbledore. Tom Riddle anamwamuru Basilisk kutoka mafichoni. Nyoka huyo mkubwa anaonekana na kuanza kumshambulia Harry. Vita vikali vinaanza ndani ya Chamber of Secrets. Wakati kila kitu kinaonekana kupotea, Phoenix wa Dumbledore aitwaye Focus anafika na kumsaidia Harry. Focus anamjeruhi Basilisk machoni na kumfanya ashindwe kuona. Akiwa amejeruhiwa lakini jasiri, Harry anakutana na upanga wa Godric Gryffindor. Anaanza kupambana na Basilisk. Baada ya mapambano makali anafanikiwa kumua nyoka huyo mkubwa. Hata hivyo, amejeruhiwa na jino la Basilisk ambalo lina sumu kali. Tom Riddle anaamini kwamba ushindi ni wake, lakini Harry anaanza kupambana na kupata wazo jipya. Anatumia jino la Basilisk kulichoma daftari la Tom Riddle. Mara tu daftari linapoharibika, nguvu zote za Tom zinatoweka na jini anaokolewa. Focus kisha anatumia machozi yake ya kichawi kuponya jeraha la Harry. Wote wanarudi Hogwarts wakiwa salama. Ukweli wote unafichuliwa mbele ya walimu na wanafunzi. Jini anaokolewa, wale waliogeuzwa kama mawe wanarudi katika hali yao ya kawaida, na Hogwarts inaokolewa kutoka na hatari kubwa iliyokuwa ikikabili. Sorry, I'm. Mwisho wa hadithi, Dumbledore anampongeza Harry kwa ujasiri wake na kueleza kwamba tofauti kati yake na Voldemort ni uchunguzi anaofanya, si uwezo alionao. Dobby naye anaachiliwa huru kutoka kwa mabwana wake na kupata uhuru aliokuwa akiutamani kwa muda mrefu. Mwaka wa pili Harry Potter Hogwarts anaishi kwa furaha, lakini ishara zinaonyesha kwamba Voldemort bado hajatoweka kabisa, na hivyo safari ya Harry Potter inaendelea kuelekea na changamoto kubwa sana huko mbele ambazo zinamsubiri. Bwana, kwanza ni washukuru wale wote ambao wameweza kunitegea macho yao pamoja na masikio mpaka mwisho wa dude hili, na kuomba tupeane support hivyo. Basi tukutane katika vigongo vingine ambavyo vinakuja.